Walioishi kabla yetu walipitia mitihani mizito na wakashindwa mara nyingi, lakini hawakukata tamaa. Leo pia tunakutana na vizingiti visivyoisha. Mashaka yanapogandamiza roho zetu, huzuni inapopamba macho, lakini hakuna hali isiyoweza kugeuzwa. Kwa maana Kristo alitupenda hadi kufa. Alikuja kuleta nuru ya matumaini ifaayo mioyoni mwetu. Yeye analifahamu hitaji lako, akifuata nyayo zako hata katika vizingiti vingi. Mfuate Kristo, maana amekusudia hivi leo kukupatia nuru ya matumaini. Bwana asifiwe. Darnet Event 2025. Nuru ya matumaini. Mmechoka tayari? Haya. Southern Tanzania Union Mission wanaripoti kama ifuatavyo. Watu wale ambao wameshapokea ubatizo ni watu 50 wa CTF under the Dodoma headquarters hapo, na Morogoro hii ya under ECT ni 128 SEC Dar es Salaam hapa ikiwa ndio headquarter watu 112, SHC Mbeya headquarter 158, na Simbawanga LTF 114. Mpaka sasa walioweza kupokea ubatizo ni watu 562. Hapo shetani si anapata joto. Northern Tanzania Union Now Conference NTUC Nyanza Gold Belt Field watu 1115. Tuseme nini? Kazi yangu ni kutangaza, kazi yako ni kusauti amen mpaka shetani asikie. Tanzania Rift Valley tuna watu field, tuna watu 605. Tuseme nini? Northwest Tanzania Field mpya, kwanza hii ni mpya kabisa. Tayari wameweka ndani investment ya watu 83 and Northeast Tanzania Conference watu 124. Tuseme nini? Mara Conference watu 84. Jumla ya watu 2011. Hizo union zote mbili so far tuna watu 2573. I said 2573. Tunasemaje? Sio ni kitu ya kumfurahia Mungu kweli? It's so nice. It feels good. Ukipata watoto unafurahia watoto, ni jambo la maana sana. Sasa fundisho letu la leo tunataka kujiuliza swali moja tu. Tutajiuliza tu swali moja alafu tumalizane. Swali lile tunalojiuliza ni kwamba watu wakifa wanaenda wapi? Hiyo tu. Watu wakifa wanaenda wapi? Alafu mafungu leo nitakupatia. Uwe tayari, mafungu leo utapata mafungu tu. Sikupatii mafungu less than 80. Si nyingi, si mengi tu, si mengi sana, lakini utapata kama 80 kutoka 70 mpaka 90 hapo. Hatutafika 100, that one I guarantee. Sitafika 100, lakini sioni nikienda chini ya 80. Bwana asifiwe. Oh my goodness, it's a good thing. Lakini kabla hatujaanza fundisho la leo, huwa tunaanza na swali. Yesu amekufa na amefufuka. Alishafufuka, kwa hivyo akatokezea watu tu kadhaa, akatokea watu wakamuona, wamemuona watu sio wengi sana, lakini kuna watu walimuona huyu Yesu. Alafu akapaa akaenda mbinguni. So kutoka wakati amefufuka mpaka wakati amepaa kuna watu wamemuona, miongoni mwao wakiwa ni wanafunzi. Sasa ni watu wangapi walioona Yesu kabla
hajapaa mbinguni baada ya kufufuka na kupaa. How many people saw him after resurrection and before ascension? Kabla ya kupaa na baada ya kufufuka ni watu wangapi? Wewe unafikiria ni watu kama wangapi walimuona? A, watu 11. B, watu 12. C, zaidi ya 250. D, zaidi ya 500. Haya, narudia tena. A, wangapi wanasema watu 11 ndio walimuona? Watu 11 hakuna mtu umekubaliana hiyo. Wale wanasema watu 12, 12 ndio walimuona? Hakuna. Wale wanasema ni C, zaidi ya 250. Inua tu, usiogope, usingoje wengine hapa. Sioni kama kuna wengine wanainua leo, ndio naona. Wale wanasema ni zaidi ya 500. Inua mikono. Zaidi ya 500. Zaidi ya 500. Bwana asifiwe. Wale ambao hawajui kama kuna idadi. Asante. Ni vizuri kuwa mwaminifu. Usikue haujui na unajua na haujulikani. Hata wewe tangazaga msimamo. Bwana asifiwe. Wale wa online tunashukuru sana kwa sababu huwa mnatuma majibu yenu na tunayaona kwa mtandao. Mnafanya vizuri sana. Mnafanya vizuri sana. Nikienda kuangalia naona wengine walisema ni hivi na hivi na vile. Sasa vile mmejibu, wacha nikusomee, wacha nikupatie fungu ile utapata hilo jibu. Wakorintho ni wa kwanza 15. Wakorintho ni wa kwanza 15, nitaanza fungu la kwanza. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale thenashara. Thenashara ni wangapi? 12. Alimtokea Kefa, tena na wale thenashara. Fungu la 6. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Amen. Sasa ona, na ulikataa kuinua na ulitaka kusema 500. Sasa ona. Sasa kesho swali, tunarudi Misri kesho, tutarudi Misri. Kwa hivyo swali itakuwa rahisi, ni Misri tu. Sasa anza kufikiria Misri. Sasa hili jambo tunalosema la kifo, kama kuna adui ambaye ameweka watu wote kwa usawa, kama tuna adui ambaye sisi sote anatuhusu, ni kifo. Hakuna mtu ambaye atasema ya kwamba sisi hatujui kifo ni nini. Adui ambaye ni wa pekee anaitwa kifo. Kifo kimetesa wazee, kimetesa kina mama, watoto, wazazi, marafiki, ndugu, kanisa, kijiji, serikali, dunia. Kifo kimetutesa, kimeumiza watu, wamelia machozi, tumewapoteza ndugu na dada zetu, na tunabaki na maswali katika vichwa vyetu. Hiki kifo ni nini? Kifo. Na ndio nataka niweze kuangalia jambo hilo, na tutaanza kitabu cha Mwanzo, lakini tutakuja kumalizia kule kitabu cha Ufunuo. By the way, nipatie maneno manne ambayo yanaanza Biblia. Nipatie maneno manne unajua yale ya Mwanzo pale Biblia. Ukianza tu ni neno gani utasoma? Hapo mwanzo Mungu alifanya. By the way, before I continue, nimeona yule mwinjilisti nikakumbuka jana niliuliza swali ya kwamba samaki walikuwa wangapi? Ndugu pale akasema wengi sana. Mnakumbuka akisema? Na mimi mwenyewe bila kufikiria mimi, na hiyo ni makosa yangu, ninatubu, bila kufikiria nikasema wengi wapi? Nikasema ni wangapi? Nani anakumbuka? Nikasema 153. Na hiyo maneno ikaisha. Nilipoenda nyumbani, unajua Roho akaniuliza, mbona ulijibu yule ndugu haraka hivi? Na alikuwa right. Kwa hivyo nakuja kutubu hapa kwa sababu nilikwambia hivyo, niliharakisha, sikufikiria. Umenisamehe. Lakini hata mimi sikuwa wrong. Hata hivyo kwa hivyo ndugu, ulifanya kazi mzuri, usife moyo, ulijibu vizuri.
lakini nataka nikuongezee kitu pia leo. Ili at least tuwe pamoja. Ya kwamba si ya kwamba haikuwa 153 lakini pia wewe ulikuwa na jibu sawa. Nikusomee, hebu kwanza nijibu hiyo ya jana nisiende na ndeni. Yohana ni 21 fungu la kwanza kuendelea mbele. Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi. Simon Petro na Tomaso aitoe mapacha anasema majina ya hawa wote. Fungu la 4, hata asubuhi kulipokucha Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu mnao kitoweo? Wakajibu la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kuivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Asante baba, wingi wa samaki. Kwa hivyo walikuwa ni wengi. Haya, basi fungu la 7, yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petero, huyo ni Yohana, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia kwamba ni Bwana akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini, na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200, huku wakilikokota lile jerife lenye samaki. Fungu la 9, basi waliposhuka pwani wakaona huko moto wa makaa na juu ya pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Fungu la 11, basi Simoni Petro akapanda chomboni akalivuta jerife pwani, limejaa samaki wakubwa 153. Amen. Kwa hivyo sisi wote tulikuwa sawa baba, sawa? Wengi sana, lakini idadi yake, maana walihesabiwa ni wengi wakianza, lakini baadaye walihesabu wakawa ni 153. Sawa sawa. Sasa hiyo ndeni nimelipa. Tuliambiwa ni vizuri kusema sorry, si ndio? Tulifundishwa hapa kuwa mwanaume enough kusema sorry. Haya basi, asante sana mwalimu. Unajua ni vizuri mwalimu akikaa hapo anaona wanafunzi wanatia, anasema shule hii iko na wanafunzi wazuri. Kifo. Sasa niliwauliza, Biblia inaanza maneno manne. In the beginning God. Hapo mwanzo Mungu alifanya. Kiingereza iko sawa kuliko Kiswahili, maana Kiswahili lazima useme alifanya mbingu na nchi. Hata hivyo Biblia inaanza na kuumba. Biblia inaanza na kuumba, na hasa kitabu cha Mwanzo. Do you know, je, unajua ni maneno gani yanamaliza kitabu cha Mwanzo? Kitabu cha Mwanzo kinaanza na pale mwanzo Mungu aliumba. Unajua ni maneno gani manne yanamaliza kitabu cha Mwanzo? Hebu nikusomee. Kitabu ni cha Mwanzo 50. Mwanzo ni 50 fungu la 26. Very interesting. Mwanzo 50 fungu la 26 anasema hivi. Basi Yusufu akafa mwenye miaka 110, wakampaka dawa. Maneno yanayomaliza kitabu cha Ufunuo ndio haya. Wakamtia katika sanduku huko Misri. Biblia kitabu cha Mwanzo kinaanza Mungu alifanya. Mwanzo hiyo inamalizia na mtu akiwa kwa jeneza. Same book, starting with the life, ending with a man in the casket. Kitabu cha Mwanzo vile kimekaa kinaonyesha maisha yako, vile unaumbwa ndani ya tumbo ya mama yako na utaishia kwa tumbo ya jeneza. Kila mtu, hata mimi, kila mtu hapa ulianza kwa tumbo ya mama yako. Uhai hapo mwanzo Mungu aliumba. Lakini mwanzo ikiisha, Yusufu akatiwa kwa jeneza. Kwa jeneza. Unaanza maisha kwa tumbo ya mama yako, lakini kumalizia unamalizia kwa jeneza. Kitabu cha Mwanzo kutoka sura ya kwanza hadi 50 fungu la 26 linaonyesha maisha yetu, maisha ya mwanadamu tangu mwanzo hadi mwisho. Kile kiko hapa katikati ni mambo ambayo ni ya ajabu sana. Vivyo hivyo na Biblia yote kwa ujumla, the entire Bible. Kitabu cha Mwanzo kinaanza na maisha, kinaanza na uhai. Lakini pale mwisho wa kitabu cha Ufunuo, fungu la mwisho la Ufunuo au ya mwisho ya Biblia, ambayo ni kitabu cha Ufunuo 22
fungu la 21. Fungu la 21. Yohana anasema amina na uje Bwana Yesu. Ukiangalia Biblia yote, mwanzo inaanza na Mungu kuumba mbingu na nchi, na ametuweka katika dunia hii. Lakini Biblia ikiisha inatupeleka mbinguni. Ukisoma fungu la 20 nasema ya kwamba yeye ashuhudie maneno haya anasema naja upesi. Yohana akasema naam na amina na uje Bwana Yesu. Kwa hivyo ingawa Biblia imeanza na maisha hapa duniani, inamalizikia na Yesu mwenyewe akirudi duniani atuchukue atupeleke mbinguni. Kitabu cha Mwanzo ikiwa ndiyo mwanzo wa maisha, ukisoma sura ya 5, ukisoma sura ya 5 kitabu cha Mwanzo hiyo 5, ningeomba nisome pale. Sura ya 5 anasema hivi, kitabu ni sura ya 5. Wakati tunapoangalia sura ya 5 imetupatia maneno kadhaa tu. Sikia vile anavyosema. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya. Kuna jambo ambalo linarudiwa katika sura hii ya 5 na ningeomba uweze kuandamana na amesikia vile anavyosema katika fungu lile la 5. Siku zote za Adam alizoishi ni miaka 930 naye akafa. Fungu lake la 11 siku zote za fungu la 8 siku zote za Sethi ni miaka 912 akafa. Fungu la 11 siku zote za Enoshi ni miaka 905 akafa. Fungu la 14 siku zote za Kenani ni miaka 910 akafa. Fungu la 20 siku zote za Yaredi ni miaka 962 akafa. Fungu la 27 siku zote za Methusela ni miaka 969 akafa. Fungu lake la 31 siku zote za Lameki ni miaka 777 akafa. Jina hilo akafa ndilo linalomalizia katika maisha ya kila mwanadamu. Kama ulizaliwa utakufa. Kwa hivyo sura ya 5 ikawekwa ili tuweze kuelewa kinachoendelea. Hali ya kufa ndio mwisho wa maisha yako. Unazaliwa, unaishi, unaisha. Unazaliwa, unaishi, unaisha, unakufa. Na ni kwa kila mmoja. Kila mtu amezaliwa na mwanamke, Biblia inasema ya kwamba atakufa. Hii tunayoita kufa, maisha, tuanze maisha how did we get here? Tulianzaje maisha? Ni nini hii ambayo tunayosema ya kwamba mtu akifa na kitu kinatokezea tunasikia mtu amekufa? Alianza maisha namna gani? By the way, watu wengi unasikia kwamba mtu akifa, kuna mambo mengi sana yanaendelea na tumechanganyikiwa sana wakati kifo kinapoingia. Shetani ametuchanganya sana, watu wa dini, watu wasio wa dini, na kila dini unapata kuna vile ambavyo wameamini hali ya kifo. Na kama kuna kitu ambacho watu huogopa ni kifo, na wale wanaogopa kifo ni wale wako hai. Kama kuna kitu watu wanaogopa ni kifo. Kusema ukweli, hata hapa saa hii mkiona nahubiri alafu ninyamaze mara moja nianguke bu, wengine mtatoroka. Utakuja kuletewa habari baadaye. Hii kitu inaitangwa kifo, hatuitaki. Hatupendi. Hata ukiwa umelala kwa kitanda kwa nyumbani na mume wako, mke wako, uguze usikia ako baridi, aliyetaka, utaendelea kulala useme wacha tu nilale maana ni saa 9 ya usiku, at least ifike asubuhi nitaona namna gani. Wapi? Saa hiyo unaamuka na unatoroka ukipiga duru. Uita watu waangalie waone kama ni kweli kile umeona. Kuna mtu anapendanga kifo. Kuna mama mmoja huko kwetu Mlima. Huyu mama aliitwa Wanjiko. Wanjiko
Walikosana na mume wake, maana mume wake alianza kunywa pombe hivi, wakapigana, anapigwa kila wakati, na Wanjiko akasema enough is enough. Lakini Wanjiko ni wale ambao hawaendi. Ni wale walisema hata wewe ndio utaenda. Kwa hivyo alienda sokoni akanunua kamba, akaja na kamba akaweka hapa jikoni. Mzee amekaenda kunywa, ni mwisho wa mwezi, amekunywa, akaja nyumbani na akakaa pale na anaanza kutawala akiwa kwa gate. Wanjiko, mimi nimesema, mimi anajitawala. Unajua pombe wakati mwingine inapatianga mtu vitu ambavyo hata hauna. Sasa yeye anatangaza, ndo akaja nyumbani. Akakaa hapa, alipokaa akapewa chakula, na anaona Wanjiko leo ako very calm. Ametulia sana. Na kuangalia hapo kwa pembeni akaona kamba. Na akakumbuka hatuna ng'ombe, na hatuna mbuzi au kondoo, hata kuku hatuna. Hii kamba hii. Unajua pombe ni kama iliisha. Hiyo tu kustuka ilimaliza pombe. So akaanza ku reason right. Na siku hiyo akataka kwenda kulala mapema. Wanjiko wako tu hapa. Mzee akaenda akalala. Wanjiko akaamuka akaenda kuangalia kama mzee amelala, na mzee akasikia Wanjiko anakuja na akaguzaguza kifuani. Anasikia mzee anangorota, kumbe mzee amejifanya amelala, maana haelewi mahesabu ya leo. Hii kitu si kawaida. So akatulia tu, mzee mama akaangalia akajua huyu amelala. Akarudi jikoni, akaja na kamba. Kaja na ile kamba, mfunga vizuri, akachukua kichwa ya mzee, akaingiza kamba, akakaza. Akasema leo atamumaliza. Kipande kile kingine akarusha kwa dirisha ili atoke nje akaze akiwa upande wa nje. Alipotoka aende nje, mzee akatoa kamba kwa shingo, akafungia mti ya kitanda hapa, kakaza. Wanjiko alipoenda nje akakaza kamba, akakaza, na mzee akajifanya ananyongo. Akauliza, ni nini Wanjiko? Ni nini unaniua? Nitakuwa ufe kabisa, umenisumbua muda mrefu. Ni tangu lini nitalia kwa hii nyumba? Utakufa. Kanyega. Mzee akasema, Wanjiko akajua mzee ameenda. Akaachilia kamba. Akaja. Alipoachilia kamba, mzee akafungua kitanda, akarudisha kwa shingo. Na akarusha maburaniketi. Wanjiko wakaja. Akamwambia, amuka saa hii, mwanaume wa wanaume. Amuka, ndio utaelewa. Wacha Wanjiko amwage maneno. Akamwaga, akamaliza. Lakini akajiuliza, watu wakijua hakika mimi ndio nimeua, kitaumana. Akatoka nje, akapiga duru ile ya Wakikuyu. Akapiga duru matu majirani. Ni saa 3 ya usiku, watu mbio. Ni nini? Wanjiko wako hapa. Wamemuua bwana yangu wamemuua. Na vile ambavyo nilipenda huyu bwana yangu, alinipenda bwana yangu. Nani wamemuua? Wanjiko, ngoja. Nani wamemuua? Mimi nimekuja tu kwa nyumba, nikakuta mzee amenyongwa. Amenyongwa. Nitaishije bila bwana? Wanjiko. Wazee wachache marafiki zake walikuja, wakaambiwa ingieni ndani muangalie hiyo maneno. Wakaingia ndani, wakaguza mzee, wakaona hata baridi hajapata, bado ni moto, hakufa kitambo. Huyo no hende akua, huyo ule no hende akua. Huyo amekufa tu saa hii. Wazee wakatoka hapo nje, wanaulizana, wakaambia vijana, ingieni hapa kwa shamba, maana huyu mzee hakuuawa kitambo. Kwa hivyo wakora hawajaenda mbali sana, majambazi hawajaenda mbali. Wacha vijana wakaingia kukimbia huko, wakarudi, wakasema hata nyayo hatuoni, hatuelewi kitu. Saa hiyo wamekaa hapa na Wanjiko analia. Na watu wanamwambia pole Wanjiko. Mzee akatokea na kamba kama tai, mrefu tu, atokezea. Wanjiko kuona mzee hivi, akaanguka. Akazirai hapo tu. Na mzee akasema, watu wengine walipoona mzee walitoroka. Kwanza wale walienda wakaguza yeye, wakasikia amekufa. Hawakuwa tayari kudiru na mtu amevuvuka. They were not ready for that.
Wengine wakakimbia wakisema mtatuambia kitakachotokezea. Mtatuambia. Mzee akasema msihofu, tulieni tu. Hata kama mnasikia ninakufa, tutangojea Wanjiko aamuke apeane hadithi mzuri kile kinaniua Kama kuna kitu watu wanaogopa ni kifo. Kama kuna kitu watu wanaogopa ni kifo. Unajua hapo kwetu kuna mahali inaitwa Thika, wale mnajua Thika. Thika iko mbali kidogo kutoka Nairobi, ni kama kilomita 20 hivi. So kuna mtu amekufa Thika na mazishi yameandaliwa. Lakini sasa jeneza yake, sanduku lake linanunuliwa Nairobi Kamukonji. Kuna mahali inaitwa Kamukonji. Sasa hapo ndio wataenda kununua. Kuna mahali wanauza majeneza tu. So walichagua itanunuliwa hapo. Sababu sijui. Lakini waliamua kutoka Thika watanunua hapa Kamukonji. Kwa hivyo driver akarilisiwa asubuhi anje na akaja na wanaume wawili ako kwa kanta ile karoli hapa mbele wanatoshea watatu wamekuja wakanunua jeneza wakaweka nyuma ya gari wanarudi Thika. Kuna mahali inaitwa Save au Alsops. Walipofika hapo mtu mmoja akasimamisha gari anataka ride, anataka lift. Akaambiwa panda hapo. Unaenda wapi? Naenda Thika. Haya panda hapo nyuma. Alipopanda akastuka. Unajua hiyo kitu unastuka tu ukiona. Lakini sawa tu akasimama, wameenda kuru. Kukaanza rasharasha ya mvua, kukawa na manyunyu. Huyu jamaa akaona ataloa maji, maana haikuwa gari covered. Akafikiria angalie hii kitu kama kuna mtu ndani, ili ajikinge mvua. Akafungua ndani, akaona iko safi, hakuna mtu amelala hapa. Akaingia ndani na akafunika. At least ili asinyeshewe sana. Gari inaenda ikafika mahali inaitwa Roiro. Ikifika Roiro hapo mvua imeisha na jua imechoma. Kwa hivyo kuna kajoto. Hata yule jamaa akarara. Kajoto tu kamemfanya arare. Hapo Roiro wanaume wengine watatu wakaomba lift. Wakaambiwa mnaenda wapi? Thika. Ni sawa. Padeni alimwambia na Kikuyu haisha hareo sioge. Yani panda kwa huyo mwingine, padeni hapo kwa huyo mwingine. Wakapanda bubu, kufika wakaona jeneza, wakajua tuliambiwa tuje kwa huyu, lakini sawa tu. So wakasimama, hakuna viti kwa hiyo gari, ni kusimama tu, gari inaenda kuru, imepita Roiro dio hiyo bubu, ikafika mahali kunaitwa Juja. Naenda tu, jua limewaka sasa. Huyu jamaa hapa moto ikazidi, kwa hivyo akaamua kutoka kwa jeneza. Akaona ni vizuri wacha sasa atoke, kwa sababu sasa hata mvua, angalie kama mvua inaendelea kunyesha. Hakika ni kwamba kama amelazwa kwa jeneza, kitakacho tangulia ni mkono, sababu lazima afungue. Aliposukuma hiyo kifuniko hivyo, hawa wakaangalia na wakaangaliana. Kuna wakati maneno inakatalia tu, lakini macho itaongea. Wakaangaliana na wakaangalia hii kitu na wakaona hakika imefunguliwa, na isitoshe akaketi. Unaona alikuwa amelala, so akaketi na akawaangalia. Hiyo peke yake ilitosha tu, hawako tayari kuendelea. Na wakati alipoangalia akaamua kutoka ndani ya jeneza aungane na walio hai. Alipoinua mguu peke yake, wale waliruka, hawakukumbuka gari inaenda. Wakaruka na driver akaona kama ndege zinatoka kwa lori. Maana vile gari iko speed na hawa nao wanaruka wakifuatana, wakamwagwa kwa rami, kwa barabara. Unajua ukiruka, kama unaruka umeangalia na huko, itakuvuruta, utafuata gari ukiwa kwa rami. Wenyewe waliumia. Waliporushwa hivyo, huyu tayari ametoka kwa jeneza, akasimama anawauliza, neke, ni nini? Mbona muna nini? Driver akasimamisha gari. Akaja pale nyuma, akakuta huyu ndugu ameangalia. Driver akamuuliza, ni nini kumefanyika baba? Akasema, unauliza kile ninauliza hata mimi ninashangaa. Ni nini kimefanyika? Driver akaenda akakaribia wale wamelimwa vizuri tu, wamelimwa wenyewe, maana wameraduriwa na rami. Akamwambia poleni, hawakuelezea kitu.
akawauliza kama awapeleke hospitali. Wakafanya hesabu, wakasema kama atatupeleka na hiyo gari, na atatuweka pamoja na yule mtu amefanya nini? Amefufuka. Hawakuwa tayari kwenda, wakasema tuko sawa. Kifo. Kama kuna watu wanaogopa kifo, ni wale walio hai. Lakini shetani anataka watu wafarijike, na kwa hivyo ndio unaona kuna maneno mengi ambayo yanatumika wakati kuna kifo. Unaona watu wanasema ya kwamba fulani aliitwa, fulani amepaa, ameenda ako na Mungu, he went to be with the Lord, ameenda kuwa na Bwana. Unasikia maneno kama inasema ya kwamba amekuwa promoted. Unasikia maneno inasema kana kwamba sasa ana malaika, wako na malaika, anacheza huko mbinguni, ako mbinguni, hana uchungu tena. Wakati wake, gari yake limefika, Mungu amemchukua. Unasikia Mungu amemchukua. Unashangaa mtu amelimwa hapa na trailer imemuua, alafu sisi tunabaki tukisema Mungu ndiye amemchukua. Hata Mungu anashangaa, kwani mimi sina njia nyingine ya kuchukua? Watu wamechomwa na moto, Mungu amechukua. Mtu ameuawa na mwingine, Mungu amechukua. Vita vya ukabila, watu wameuana, Mungu amechukua. Ni lini Mungu hachukui? Kifo kimetuchanganyisha, hatukielewi kabisa, hatuelewi kifo kabisa. Na ndio unaona ya kwamba shetani anafurahia kwa sababu anatuchanganya akileta mambo ya kifo. Kifo, tunaishi na kifo, hatuwezi tukatoroka kifo. Kila mmoja anakumbushwa utakufa. Kila mtu hapa, hata jana ulikumbushwa wewe. Ulipoenda nyumbani, haukwenda kulala na zile nguo ulikuwa nazo hapa. Hakuna mtu analala na zile nguo umeshinda nazo alafu unaenda kulala na hizo nguo. Hauwezi ati mimi nimeenda tutoi viatu hata suit, mimi niko sawa. Haiwezekani. Lazima utatoa. Wale mumebarikiwa, mumeendelea, mnaza kulala. Wale ambao wengine hatujabarikiwa, unalala kama nyoka. Lakini ni sawa tu ya kwamba umetoa. Kuna zile unavua, na unavaa za kulala. Na kawaida watu wengi wakienda kulala hawalali wakianza na upande. Unaangalia juu kwanza, unafanya hesabu nyingi tu na unajifunika mpaka nusu. Hiyo inakuwa unakumbushwa ya kwamba kuna siku moja utatuacha hapa duniani, uvue mavazi ya duniani, uvalizwe ya hapo kwa jeneza na tufunike mpaka nusu. Kila usiku unakuanga unajikumbusha mwenyewe, unafanya practice kila usiku. Na hautakataa. Hata ukikataa utajikuta tu umeanza kusinzia, na ukisinzia unazikia mama anakwambia si uende ukarare Yusufu, si umelemewa kweli? Unasema yenyewe nimeremewa, unaenda. Hiyo kulemewa ndio mtu anaremewa akiwa hai, unalala, unatuacha. Hatulali wote. Kuamuka tutaamuka wote pamoja, lakini kulala ni kila mtu anaenda yake. Unakumbushwa kila wakati. Kifo tuko nacho, unakumbushwa. Wakati mtu wako na njaa sana, utasikia mtu akisema kwamba hii njaa itatuua. Hii njaa itatuua. Ukikula sana ushibe kabisa, wengine wanashiba mpaka haulali. Unakuja kutupatia hadithi kesho ya kwamba imagine jana sikulala. Karibu ningekufa, nilishiba sana. Ukilala umeshiba sana, unasikia utakufa. Ukiwa na njaa unasikia utakufa. Kuna watu wanaangalia mtu mwingine tu hivi, mimi nikimwona nasikianga kufa. Mimi sitaki kumwona, nasikia kufa. Hasira tu unasikia kufa. Jua ikiwaka sana, jamani hii joto itatuua, tupatie ni AC hii itatuua. Kukiwa baridi sana, hii baridi itatuua, jamani hii itatuua. Hakuna wakati haufi. Joto inaua wewe, baridi inaua wewe, njaa inaua wewe, shibe inaua wewe, hasira inaua wewe. Ukicheka sana, mbavu zinauma, kai mutatuua na hii. Mutatuua. Chawachia hapo sasa. Oh my God. Huyu pastor atatuua sisi. Mimi mbavu zangu zinauma jamani. Si achia hapo hata. Ni lini haufi? Ukasirike utakufa. Ucheke sana utakufa. Kwa sababu hatuepuki kifo. Kifo kipo. Lakini mtu akifa ni nini hutoka? Unasikia watu wengine wakisema ya kwamba mtu akifa umweke mahali pema peponi, na unashindwa ni nani anawekwa, maana mwingine tunazika. Wanasema soul, nafsi humtoka mtu. Lakini Biblia inasema namna gani? Kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 7 ukisoma kinasema ya kwamba Mungu akamuumba mwanadamu na mavumbi.
alafu akapuliza pumzi ya uhai, naye akawa nafsi iliyo hai. Akawa nafsi hai. He became a living soul. What is a soul? Soul au nafsi iliyo hai au nafsi si kitu hutoka ndani yako, ni wewe. Wewe ndiwe nafsi hiyo, wewe ndiwe soul. Ndio unasikia tunasema ya kwamba tumebatiza 28 souls. Souls harvesting. Sisi ndio nafsi. Wewe, nafsi ni muungano wa mavumbi na pumzi ya Mungu ya uhai. Mavumbi na pumzi ya Mungu ya uhai. Alafu Mhubiri 12 fungu la 7, Mhubiri 12 fungu la 7 anauliza swali. Anasema hivi, soma nami katika Mhubiri. Sitasoma zote, kuna zile nitakupatia utajisomea, zingine nitakusomea hivyo tu. Anasema hivi, kitabu cha Mhubiri 12 fungu lile la 7, anauliza swali. Anasema hivi: nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Roho wakati unakufa inamrudia Mungu. Swali, hii ni roho gani? Hii ni roho gani? Kitabu ni cha Ayubu, kitabu ni cha Ayubu 27. Soma nami kitabu cha Ayubu 27, fungu lake ni la 3. Anasema hivi, 27 fungu la 3. Anasema, kwa kuwa uhai wangu ugali mzima ndani yangu, na roho ya Mungu ikatika pua yangu. Na roho ya Mungu ikatika pua yangu. Hiyo roho iko katika pua ni gani? Hakuna mtu hapa anaomba ya kwamba Bwana hebu weka roho yako katika mapua yangu. No, tunasema ingine. Hii roho iko katika mapua yako, ni hiyo pumzi, hiyo hewa ambayo unatumia kwa kupumua, hiyo hewa ambayo iliwekwa tangu pale bustani ya Edeni. Hiyo hewa ndio inakusaidia kuwa hai. Inaitwa pneuma katika Kiyunani, pneuma. Kihibrania inaitwa ruach, lakini Kiyunani, the Greek word used here inaitwa pneuma. Ndio unapata kitu inaitwa pneumonia. Na kile kinatoa pneumonia kwa mwili yako ni hewa. Naambiwa pumua mpaka mapafu inajaa hewa, sababu ikiwa imejaa maji unapata pneumonia. Kwa hivyo hewa inatumika. Pneuma ni hewa. Wale wana study kitu inaitwa pneumatology. Pneumatology is the study of the Holy Spirit, the study of the spirits or spiritual beings. Hali ya kustudy hizo za kiroho ni pneuma. Ndio inatumika hapa. Ukitaka ujue ya kwamba hapa ndio uhai yako iko, jifunike tu dakika 10 na usipumue, uone kile kitatokea, na usiseme nilikwambia. Lakini ujue utaenda hewa. Kwa hivyo wakati mtu anakufa, kile kinakuwa disconnected ni wewe na hewa, disconnection. Alafu hii wakati Mhubiri anasema inamrudia Mungu, ni kwa sababu inarudi katika hewa. Ile hewa tunapumua hapa sisi sote na kule uliko, hii hewa hakuna mtu anasema yake ni hii. Hauwezi ukaambia mwenzako unapumua sana, unanimalizia hewa bwana. Hey, pumua pole. Hey, hauwezi. Hewa inatosha. Una connect na outside world, unapumua, unaweka ndani oxygen, inakusaidia, unatoa carbon dioxide, vituko inafanyika, unarudia, unapumua, na tuko sawa. Hata wanyama wakija hapa watapumua hiyo hewa. So ukifa, hiyo disconnection inafanyika, hewa yako inarudi kwa Mungu. Haiko kwako tena, hiyo ni ya Mungu. Kama unaweza zima hii stima pale, uturn off stima, hii power ambayo ilikuwa inawaka hapa hairudi kwa powerhouse. Au uchukue hii pulpit hii, tutenganishe kila kitu iende kando, hakutakuwa na pulpit. Pulpit imeenda wapi? Hivyo ndivyo inavyokuwa wakati kifo kinapokuja. Kifo kikija, when there is death, kile kinatoka ni kile kilikuwa kinakusaidia unakuwa hai. Hiyo unasema nafsi. Watu wanasema mtu akifa nafsi haifi, the soul doesn't die. Inakufa, nafsi hufa. Utasoma kitabu cha Ezekieli, kama unaandika andika Ezekieli 18 fungu la 4. Ezekieli 18 fungu la 4 inasema namna gani? Roho ifanyayo dhambi itakufa. Pia Ayubu, ukisoma Ayubu 4 fungu la 17, ongeza Ayubu 17 fungu la 13, ongeza hata Timotheo wa kwanza 6
fungu la 15 na 16 kama unaandika, itakuelezea mambo ya kufa na kufuka na kifo. Pia ongeza Yohana 5, uanze fungu la 26, anza 26 na 7 na 8 hapo hana 9. Yesu anawaambia msistaajabie maneno haya, kwa sababu kuna wakati unaokuja na sasa upo, wakati walio makaburini wataisikia sauti yangu na watatoka, walio katika upande wa ubaya watafufuka katika hukumu, na waliotenda matendo mazuri watafufuka wakiwa na uzuri, au watafufuka katika uzimani. Pia ongeza Ufunuo 16, Ufunuo 16 fungu la 3, pia linaonyesha ya kwamba roho zilikufa. Ufunuo 16 ni mapigo yale 7. Sasa ya kwanza inaonyesha ya kwamba kuna nafsi ambazo zitakufa. Wakorintho wa kwanza 15, Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 53 linasema ya kwamba wakati Yesu atakapofunuliwa, huu mwili unaokufa utabadilishwa na ule ambao haufi. Tukiangalia hali ya kifo pia, wakati Petero alipompata Roho na akahubiri katika kuelezea, aliwaelezea kuhusu Daudi, na akasema katika Matendo ya Mitume 2 fungu la 29 na 34, akasema hivi, hiyo ni Matendo ya Mitume 2 fungu la 29 na 34, akasema ya kwamba Daudi alizikwa na kaburi yake bado tuko nayo. Na hiyo ilikuwa kama miaka 1000 tangu Daudi afe. Wanasema kaburi yake bado iko. Leo hii ni kama miaka 3000 na bado kaburi yake iko. Hakwenda mahali na hakwenda anywhere. Lakini najua unajiuliza swali ambao unasoma katika Luka 23 fungu la 43, Luka 23 fungu la 43, ya mwizi pale msalabani. Yesu alimwambia utakuwa nami. Hiyo ningeomba niweze kusoma sababu unajua inachanganya kidogo. Soma nami katika kitabu cha Luka ni 23 fungu la 43, Luka 23 fungu lile la 43. Anasema namna gani? Luka 23 verse 43. Anasema hivi. Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Verily, truly, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Sasa swali linakuja, kama Yesu alisema leo utakuwa nami, na wewe mhubiri unasema mtu akifa haendi, hiyo namna gani? Kila ningekwambia there was a typing error katika hapo hiyo fungu ikiandikwa, mahali walipoweka koma peke yake ndio inaleta shida. Na usifikiri kwa sababu hakukuwa na koma in the right place haikuwa neno la Mungu. In the beginning Biblia haikuandikwa na chapters na commas na verses na hizo nyingine zote zilikuja kuwekwa. So kwa hii fungu ilikuwa isome, amini amini ninakuambia leo utakuwa nami peponi. Amini nakwambia leo hii koma utakuwa nami peponi. Lakini wakaweka koma mbele ya kwamba amini nakwambia leo utakuwa nami peponi. Lakini hata Yesu alipofufuka hakwenda kwa Baba. Kulingana na kitabu cha Luka 24, aliambia Mariamu, usiniguze kwa sababu sijapaa kwenda kwa Baba. Yesu alipaa kwenda kwa Baba lini? Hakwenda kwa Baba wakati amekufa. Alienda kwa Baba kabla hajakufa. Kama unajipeana kwa Mungu, unajipeana kwa Mungu kabla haujakufa. Sikia nikwambia ni wapi. Hiyo kitabu cha Luka 23, soma fungu la 46. Luke 23 verse 46 anasema, Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu alipeana roho yake kabla ya kufa. Haupeani roho yako kwa Mungu baada ya kufa. Unapeana roho yako saa hii, unasikia ukiwa hai. Ukiwa hai ndio unapeana roho yako, lakini ukifa kuisha maneno. Kwa hivyo Yesu amepeana roho yake. So ukifa tayari uko sawa, uko connected na mbinguni. Uko connected na mbinguni.
Je, ni watu wote wanakufa? Yes. The death rate ni 100%, lakini kuna wanaume wawili ambao waliharibu hiyo hesabu. They messed the statistics. Anaitwa Enoch na Elijah. Hao hawakufa, lakini wengine wote wanakufa. Na tunaona Musa akija mlimani katika Mathayo 17, ile inaitwa the Mount of Transfiguration. Akaja pale mlimani wakiwa na Elijah, Musa na Elijah. Musa alikufa alafu akafufuka kulingana na kitabu cha Juda sura ya 1. Alikufa na akafufuka. Lakini Elijah hakuoja mauti, hakufa. Alichukuliwa na upepo wa kisulisuli akaenda mbinguni. Enoki hakufa, alienda hivyo mbinguni. Ukisoma kitabu cha Mathayo 27, Mathayo 27 fungu la 52 na 53, utaona wakati Yesu anakufa pale msalabani, makaburi yalifunguka na watakatifu wa Mungu wakatoka na wakatokezea wengi. Makaburi yalifunguka na wengi wakatokezea. Kwa hivyo kuna watu wako mbinguni ambao tunaona ni wazee 24, na inaaminika ya kwamba labda walikuwa miongoni mwa wale waliofufuka wakati huu wa kifo cha Yesu. Lakini Biblia haisemi ni wote, inasema wengi waliokufa. Kati ya waliokufa, not everybody that came from the grave. Si wote, ni watu ambao ni wachache. Je, mtu akifa anaweza zungumza na wale walio hai? La. Kwa nini? Kitabu ni cha Mhubiri 9. Mhubiri ni 9, soma nami fungu la 5. Kitabu ni cha Mhubiri 9 fungu la 5 linasema hivi. Mhubiri 9 fungu la 5 anasema ya kwamba hebu nianze fungu la 4 na 5 anasema hivi: kwa kuwa liko tumaini kwa yule aliyeambatana na wote walio hai. Fungu la 5, kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Kwa hivyo ukisoma fungu la 9, soma fungu la 9 na 10. Uishi kwa furaha pamoja na mke upendao siku zote za maisha yako ya ubatili. Fungu la 10, lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako mwenyewe. Hakuna kitu ambacho mtu akifa anaweza fanya. Usimuogope, hata usifikiri ya kwamba baba yako, babu yako, nyanya yako, bibi yako amekuja kukukuta usiku roho yake. Akifa amekufa, kumbukumbu lake limeenda. Hawezi akakupenda, hawezi akakuchukia, hana nguvu chochote ile, hana. Tunawaogopa bure. Wale walio hai ndio wanaojua watakufa, lakini waliokufa wao wenyewe hawana kumbukumbu na hawawezi wakazungumuza na mtu. Ukifa unaenda kaburini, ndivyo Biblia inavyosema katika kitabu cha Ayubu. Andika Ayubu 7 fungu la 10, Ayubu 7 fungu la 10, na uongeze pia Ayubu 14 fungu la 12 na 21. Ayubu 14 fungu la 12 na 21. Pia ongeza Ayubu 21 fungu la 32, Ayubu 21 fungu la 32. Ongeza pia Zaburi 115 fungu la 17, Zaburi 115 fungu la 17, na hiyo Zaburi 6 fungu la 5, Zaburi 6 fungu la 5, na Zaburi 146 fungu la 4, 146 verse 4. Biblia inapozungumza kuhusu kifo, inasema kifo ni nini? Inasema ya kwamba kifo ni usingizi. Ukitaka kujua mahali Biblia inasema ya kwamba kifo ni usingizi, andika kitabu cha Wakorintho wa kwanza
15. Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 51 hadi 53. Paulo anasema ya kwamba wakati Yesu atakapofunuliwa, wale waliolala katika mauti watafufuliwa. Kwa hivyo ni kulala. Zaburi 13 fungu la 3 inasema kifo ni kulala. Ufunuo 22 fungu la 12 ni kulala. Ni kulala. Ukisoma pia Yohana 11 usome mambo ya Lazaro. Yesu alisema Lazaro tutamuamsha, amelala. Hiyo ni Yohana 11 fungu la 11 na 14. Kwa hivyo kifo ni kulala. Tunatumia jina a dreamless night. Ni usingizi, sleep, a dreamless sleep. Ni usingizi unaolala lakini hauwezi ukaota. Kifo ni usingizi. Pia ongeza Yohana 6, unaweza pia ongeza Yohana 6 fungu la 39. Unaweza soma mpaka fungu la 44. Inakuelezea kuhusu usingizi wa mauti. Na pia Yohana 11 hiyo hadithi ya Lazaro fungu la 24 unaweza ongeza 24. Inasema ya kwamba wale waliolala watafufuliwa siku ya mwisho. Siku ya mwisho. Kwa hivyo hawajaamuka sasa, watafufuliwa siku ya mwisho. Ndiyo ambayo tutafufuliwa. Ni nani ambaye alituletea hii shida yote? Ni Shetani alipoambia mwanamke hakika hamutakufa. Mpaka leo hii watu hawaamini watakufa. Maneno hayo yaliongewa na Shetani katika Mwanzo 3 fungu la 4 ya kwamba hamutakufa. Hata ingawa Mungu alikuwa amesema mutakufa hakika, Shetani akasema hamutakufa. Na mpaka leo hii Shetani anasukuma agenda yake ili watu wasifikirie na wasijue kifo ni ukweli. Kifo ni cha ukweli. It is true, people die. Lakini Yesu ana nguvu ya kuweza kuwafufua. Niulize swali lingine. Shetani anaweza jibadilisha? Can he perform miracles? Yes. Shetani anaweza fanya miujiza. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 28 utakuja kuona hadithi ya Sauli wakati alienda kwa yule mganga au mchawi wa kijiji cha Endori. Alienda, Samueli wa pili, Samueli wa pili, si wa kwanza, ni wa pili 28 uanze fungu la 3 all the way mpaka mwisho 31. Utaona hiyo hadithi wakati Shetani mwenyewe alijifanya ndiye Sauli, na huyo hakuwa Sauli, alikuwa roho ingine. Shetani hujibadilisha. Ndio tunaona hiyo roho yake ya kujibadilisha katika Ufunuo 16 fungu la 14. Ufunuo 16 fungu la 14. Naamini nimekupatia mafungu kama 68, tumebakisha mengine 38. Bwana asifiwe. Haya. Enda usome Wafalme wa pili 22 fungu la 22. Itakuelezea Shetani anajibadilisha. Na Mungu anasema usizungumze na wale waliokufa. Kitabu chake ni Mambo ya Walawi 20 fungu la 27. Don't contact the wizards. Mambo ya Walawi 20 fungu la 27. Na Ufunuo 21 fungu la 4 linatupatia tumaini au nuru ya tumaini ya kwamba huko katika mji mtakatifu hakutakuwa na kifo. There will be no more death. Hakuna kifo. Bwana asifiwe. Sasa nataka tumalize na kitabu cha Wathesalonike. Kitabu cha Wathesalonike ni wa kwanza. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, hapo ndio nataka tumalizie pale. Unaweza soma kutoka fungu hilo la 13 usome mpaka fungu la 18. 13 hadi fungu la 18. Wathesalonike ni wa kwanza na tunasoma kuanzia fungu la 13 hadi fungu la 18. Na kuna mafungu mengine tu yamechomoka kwa kichwa na nimekumbuka ingine. Unaweza soma katika Ezekieli ana hadithi nzuri sana. Isaiah 37 anaonyesha wakati ambako kulikuwa na kifo na vifo vikatokezea, na wakati kilipotokea watu wengi tu walikufa.
Nimesema Isaya lakini kitu ni kama inaniambia sio Isaya, ni Ezekieli. Ezekieli 37, I think the valley of dry bones. The valley of dry bones, hiyo ni Ezekieli. Enda usome Ezekieli 37 ukianza fungu la kwanza hadi fungu la 11. Utaona juu ya kifo vile kutakuwa pia na kufufuliwa, itakuelezea hadithi pale. Twende Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza inasema hivi, tunasoma Wathesalonike wa kwanza tunapotamatisha mkutano wa leo. Anasema hivi, fungu la 13, lakini ndugu, hatutaki msijue habari za waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu. Sikia, neno linasema ya kwamba msihuzunike na msilie kama wale ambao hawana matumaini. Msilie kama wale hawana matumaini, lakini kama tunaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Sikia, kama vile alikufa na akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Hili kusema pamoja naye wakati mwingine inatatanisha, kwa sababu hukaa kana kwamba Yesu akitoka mbinguni atakuja na wao. La hasha. Anamaanisha wakati atakapokuja kuna kitu atafanya na atawaleta. Sasa fuata. Kabla pia sijasahau, utasoma pia kitabu cha Luka 16, nitakuelezea kwa ufupi. Luka 16 hasa kuanzia fungu la 30 hapo na moja, utasoma kuhusu mtu ambaye alikuwa anaitwa Lazaro. Lazaro mwenyewe. Hiyo ni hadithi ambao wengi huitumia na inawatatanisha, kwa sababu anasema Lazaro alikufa na akaenda akakaa katika kifua cha Ibrahimu. Ni hadithi mrefu tu na sina wakati wa kukuelezea, lakini unaweza enda ujisomee 16, uanze fungu la 19. Luka 16 anza 19 hadi 31. Lazaro amekufa, tajiri amekufa. Tajiri ameenda motoni, Lazaro ameenda mbinguni. Ameenda amekalia kiti cha kifua cha Ibrahimu, maana ndio watakatifu wanakalia. Sasa hiyo ni mfano tu, haikuwa hivyo, ni mfano tu. Na kama unaamini hakuna shida, kama unaamini ilikuwa ni kweli haina shida, lakini ningetaka ujiulize maswali kadhaa. Jambo la kwanza, wakati Lazaro wako huko anaongea na tajiri, maana tajiri amelia aguzwe ulimi, ujiulize kwa nini ulimi, na kama unachomeka hauanzi ulimi itakuwa mwisho. Mbona akasema ulimi? Ya pili, amesema Lazaro amuguzie maji na kidole aje amuguze. Kama kweli yule anaenda mbinguni ni roho, kwani roho ina kidole? Hapo hakuna kidole. Haya, kitu kingine jiulize, kama watu wa Mungu wanaenda kukalia kifua ya Ibrahimu, kwani Ibrahimu siku yote amelala ili tukalie kifua yake? Na tena kwani kifua ya Ibrahimu ni kubwa kiasi gani? So ni mfano tu ambao wanatumia. Kwa hivyo usichukue hiyo ukasema you are making a doctrine kutoka hapo. Anyways, pale katika kitabu cha Wathesalonike fungu la 16, kwa sababu Bwana mwenyewe, samahani 15, kwa kuwa tawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao. Lile neno ulisikia ataleta pamoja nao, ndio hiyo. Tutakapochukuliwa tutakusanyika pamoja nao, na ndipo tutamlaki Bwana mawinguni au hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Na hiyo Wathesalonike inamalizia na kusema ya kwamba hivyo basi mfarijiane ninyi mtu na mwenzake. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Ni maneno gani tunafarijiana nayo? Ya kwamba Yesu mwenyewe atashuka na ataleta ufufuo. Wale wamekufa wamelala kaburini, hakuna mahali wameenda. Serikali ya Kirumi ilitufundisha mafundisho ambayo sio ya kweli.
wakatuambia ukifa unaenda paradiso, unaenda purgatorio, unaenda limbo, unaenda jehanamu. Hakuna moto wa milele saa hii. Moto utawekwa, lakini si saa hii. Utawekwa kulingana na Mathayo 25 na Ufunuo 20. Utakuja kuletwa, sio saa hii. Kwa hivyo sasa hivi Yesu anasema umukubali. Wale hawajakubali Kristo, wa Efeso 2 fungu la 1 anasema wamekufa katika kiroho. Lakini ukimwamini Yesu Kristo unahamishwa kutoka mauti unaingia katika uzima. Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mmoja amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Wale hawatamkubali Yesu watapotea, hawatapata uzima wa milele. Yesu anasema nina ujira wangu mkononi mwangu, nitalipa kila mtu kulingana na kazi yake jinsi ilivyo, kulingana na Ufunuo 22 fungu la 12. Kwa hivyo tujiandae kumlaki Yesu Kristo. Na ukilala ukiwa katika Kristo, Ufunuo 14 fungu la 13 inasema ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana. Kwa hivyo Mungu anasema ukifa ukiwa upande wake hakuna shida, kwa sababu wote tunakufa. Atakaporudi tutafufuliwa. Zaburi 90 fungu la 10 hadi 12. Bwana tusaidie kuhesabu siku za maisha yetu. Tuhesabu siku zetu, maana ni miaka 70, si miaka mingi. Na anasema ikiongezeka 80, lakini iko na shida. Watu wote tunakufa. Na Ufunuo 20 fungu la 5 hadi 7 inasema kuna kifo cha kwanza. Kifo cha kwanza sote tunakufa. Lakini kifo cha pili au mauti ya pili, walio ndani ya Yesu Kristo hawatakufa tena. Kwa nini? Kwa sababu kifo cha pili kinakuja wakati Yerusalemu itashuka na makaburi ya walio wote waofu itafufuliwa na wataangamizwa na moto wa milele. Na katika nchi mpya hakutakuwa kifo wala machozi wala huzuni, kwa sababu kifo kimemalizwa pamoja na shetani. Kwa hivyo kifo tunakipata leo hii kwa sababu tuko katika dhambi, dunia ya dhambi. Lakini hivi karibuni tutaweza kupata wokovu, tutampata Yesu Kristo, na wale waliotuacha, waliolala watafufuliwa, tutawapata na tutaishi nao milele na milele katika Kristo. Simameni tupate maombi. Kama uko hapa na ungetaka maombi ya pekee ya ubatizo ya kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usihofu, njoo hapa mbele tuombe pamoja nawe kabla sijafunga. Wa ubatizo, wale wanaomba waandaliwa kwa sababu ya ubatizo, njooni ili tuweze kuomba pamoja. Sawa, tuombe. Hebu tutaomba. Mtakatifu na Mungu wetu uishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru kwa wingi wa fadhili zako. Asante kwa vile imekupendeza tuweze kulipata neno lako takatifu. Kwa sasa hivi Bwana, tunakuita tukikuuliza ubariki kila mmoja na utuandae kwa sababu ya siku yetu ya kulala usingizi wa kifo. Na kama hatutalala, tuwezeshe sikuwa na kusimamia imani, ndio utakaporudi na ufalme tubadilishwe jinsi tulivyo. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tumeomba na kuamini. Amina. Bwana awabariki.